Wakati mzozo wa kivita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani ukizidi kupamba moto huko Mashariki ya Kati, huku Irani ikiendeleza kulipa kisasi kwa kuvurumisha makombora na ndege zisizo na rubani, nayo Marekani na Israeli zikishambulia Irani, hali ya mambo imezidi kuwa mbaya na hata kutikisa uchumi wa dunia. Mashambulizi ya pande zote mbili yamesababisha mzozo mkubwa wa kikanda, huku njia muhimu ya usafirishaji mafuta ya mlango wa bahari wa Hormuz ikiwa katika hali tete kutokana na kikosi cha jeshi la Irani IRGC kudhibiti, na hivyo kusababisha meli katika eneo hilo kushindwa kupita kutokana na hali ya mambo ilivyo hivi sasa katika eneo hilo. Mzozo huu umeibua hisia mseto kutoka kwa watu mbalimbali nchini Tanzania na duniani kwa ujumla, wakielezea mitazamo yao kwa kile kinachoendelea hivi sasa huko Mashariki ya Kati. Miongoni mwao ni Selemani Msindi alimaarufu Afande Sele, mwanamuziki na mwanaharakati pia wa mazingira nchini Tanzania. Kwenye ukurasa wake wa Instagram ameweka video hii ikielezea mtazamo wake kwa vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani, lakini akagusia awali kwamba alikusha kuzungumza katika moja ya rekodi yake itwayo Bila Marekani. Tumsikilize Afande Sele ambapo video yake imekuwa na comments nyingi sana. Kwenye each one teach one kitambo sana, watu wananiuliza, oya Kingi, inakuaje Kingi? Mbona usemi lolote Mashariki ya Kati kwa kimenuka? Ule mtungo vipi wa Marekani na Israeli pale Irani? Mbona China na Urusi walisaini mikataba nini ya kumsaidia ndugu yao Irani, mbona hawamsaidii? Inakuaje? Nikasema da, kweli watu wanashindwa kujua mambo ya nyuma ya pazia. Mimi nilishaimba nikamaliza watu kwenye Bila Marekani. Nilimwambia Marekani, kama Urusi ikivamia usidhani yuko alone, wengine wataingilia. Hii sio miaka ya kukariri kuvamia mataifa mengine ukiamini wewe bado ni mkubwa. Marekani sasa hivi ni kama bouncer wa zamani tu ambaye alipotea huko, kakaba jela huko wapi, alikuwa anatisha mtaa mzima, afu kakaa miaka mingi, wadogo washakuwa huko, wana nguvu, wanapiga mabondia, yani wanapiga mangumi mpaka basi afieti ndo karudi, afu anataka endelee kuwa bouncer kama zamani. Kumbe bouncer sasa hivi wewe si watu wakivaa singlende kupendezi, unataka vile chupi ya power sajua yani bouncer kaisha. Kwa nadhani Marekani kaelewa kwamba usio wakati wa kuanza kuoneana makonzi. Teknolojia ya dunia imebadilika, kila sehemu teknolojia imekuwa kubwa sana, na kwenye kutengeneza silaha teknolojia pia ni kubwa kwa kila taifa. Nipige na mimi nakupiga, sio muona bana. Kwa anachokifanya Marekani sasa hivi ni kama vile kuiharibu tu Iran, lakini sio kwenda kwenye kutimiza lengo lake kubwa ambalo ni kuipindua serikali na yeye kuweza kupanga serikali yake ya vibaraka kama wengi tulivyodhania. Kwa anaiharibu kama alivyofanya vile kule alivyofanya Iraki, alivyofanya Libya, alivyofanya Syria. Yani hata Vietnam hakuna mahali Marekani alipigana akashinda vita complete. Mara nyingi anachofanya ni kuharibu tu. Mbona baada hapo anafanya vitu vyake. Ninajua kama kawaida sio mataifa ambayo yanaamini katika ushoga wanafanya vitu bila akili. Kwa Marekani ukitazama na shoga yake Israeli, hawa wanaamini kwenye ushoga. Kwa wanafanya mambo mengi bila kutumia akili, sababu ushoga ni ugonjwa wa akili. Lakini Urusi na China hawaamini kwenye ushoga. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hawawezi kufanya vitu bila kutumia akili, wanatumia akili. Kwa wamemwacha Marekani kaenda mpaka kafanya vurugu zake, lakini lengo kuu hawezi kubali litimie, sababu ikianguka Irani mazima maana yake wameanguka wao. Sasa tumeona leo kilichotokea. Urusi katulia, wale maupinde ya Ulaya wameshirikiana kumkwaza Mrusi, kupigana naye vita, si kuwekeza nguvu, mpaka mataifa yao yanayumba kiuchumi ya Ulaya kwa ajili ya kuweka nguvu Ukraine wamshinde Urusi, lakini wapi? Wameweka vikwazo vya mafuta, lakini wapi? Hasa leo alichokosea Marekani ni kuichokonoa Irani, matokeo yake Irani wamefunga mfereji wa Hormuz. Yeye anasema nitaufungua kwa nguvu. Mpaka leo meli gani imepita pale ya Marekani? Hakuna meli inayopita. Maana yake nini? China na Urusi wapo kazini vile vile. Ndio maana vita imekuwa ngumu, na ni ngumu kweli. Na mpaka sasa hivi dalili za ushindi hazipo. Kinachotakiwa sasa hivi ni kukaa chini, kuheshimiana na watu wengine duniani, kuwaheshimu wenzako. Sio unavyojisikia tu unaingilia mambo ya ndani ya nchi fulani. Sasa hivi sio wakati wake. Sasa hivi kila mtu ana uwezo wa kupigana. Mbona tutapigana, sio unanipiga. Kwa maana yake nini? Kwamba sasa mfereji wa Hormuz umefungwa. Na ukigusa kweli umenasa. Maana yake kwamba tayari China na Urusi wapo kazini. Leo Marekani kalazimika kuruhusu mafuta ya Urusi yauze duniani. Kwa maana kwa Urusi mpaka hapo ni bao hilo. Unaelewa bana? Yaani upande wa mashariki hilo ni bao. Wale wa magharibi, mataifa ya Ulaya ambao yalifanya kama mashoga ya Marekani
yameachwa solemba. Yalikubali kuweka vikwazo Urusi, yameishi kwa shida leo Basha yao kakubali kwamba jamani tuchukue mafuta ya Urusi. Kwa manake pia Urusi hawezi kubali Irani adondoke kirahisi, kwa sababu manake wapili atakuwa nani baadaye kudondoka, baada ya Irani kudondoka atakuwa yeye. Kwa Marekani sasa hivi kajifunza kwamba kuvamia nchi za wenzake ni ngumu. Wale ambao ni mashosti zake wanaomhifadhi, sijui Saudi Arabia, si nani wale wanaofuga ushogale, na wenyewe sasa hivi Irani kawa na dawa yake nini, sio kama Iraki eti unapigana na Marekani afu unaacha mashoga zake. Gonga wote hawako salama sasa hivi. Matokeo yake wote wanataka kurudi mezani. Mbona bwana? Na mfereji wa Hormuz unaendelea kufungwa. Kwa mafuta ya Urusi yanaendelea kuuzwa. Na Urusi akiuza mafuta yake, anamsupport Irani kwenye vita. Anapeleka hela Irani, vita inazidi kuwa ngumu. Umeelewa bwana? Wale ambao waliunga mkono kichwa bila kufikiri wanaumia wao. Ogopa sana mwanangu. Na ndio maana naambiwa msiige watu ambao wana itikadi za ushoga, sababu ushoga ni ugonjwa wa akili. Mgonjwa wa akili hawezi kufanya vitu vyenye akili. Na ndio maana leo vita inakuwa ngumu kwa sababu wamejiingiza kwa kufuata silika zao. Matokeo yake Mrusi na Mchina wapo kazini, wanajua nguvu ya Irani, wanajua kuanguka kwa Irani, kuanguka kwao. Vita imezidi kuwa ngumu, haitegemei kuisha hii zaidi ya kwenda kwenye meza kuzungumza, kusuluhisha, na baada hapo kuheshimiana duniani. Nipige nikupige, nipige mgongoni mimi nakupiga kwenye korodani, unafanyaje? Ndio ile mtokea Marekani sasa puani. Na je, ni upi mtizamo wako mpenzi mtazamaji katika hiki alichokizungumza Afande Sele? Dondosha ujumbe wako hapo chini. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.